siku nyingi mdahalo umezidi kutokota, maswali yakiibuka kuhusu mpango upi ulio bora kati ya Linda Mama na Linda Jamii. Lakini je, takwimu zinasema nini? Ni mpango upi ulio dhabiti na ni mpango upi unaopunguza idadi ya vifo vya akina mama wanapojifungua na watoto wanapozaliwa? Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anaangazia takwimu hizo. Mnamo mwezi wa Juni mwaka 2013, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alizindua mpango wa Linda Mama ambao ulinuia kutoa huduma za uzazi bila malipo, hususan kwa wanawake walio katika vitongoji duni. Ni bima ambayo inatoa faida kwa wanawake kwa kipindi cha miezi 9 wanapolea mimba na miezi 3 baada ya kujifungua. Ila bima ya Linda Mama ilichanganywa na mpango wa Linda Jamii mwezi wa Juni mwaka huu. Linda Jamii ikisemekana kutoa faida kwa mama, baba na mtoto, na pia kugharamikia huduma wakati na baada ya kujifungua, na pia kuangazia matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi iwapo maisha ya mama na mtoto yamo hatarini. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. Linda Mama was good. Linda Jamii is obviously better. Takwimu kutoka KDHS zinaashiria kuwa idadi ya vifo vya akina mama wakati wa kujifungua vimepungua kutoka vifo 155 kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa mwaka 2022 mpaka vifo 530 kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa mwaka 2025. Kuvuja damu kupita kiasi ndiyo sababu kuu ya vifo vinavyonakiliwa wakati wa kujifungua. Takwimu pia zinadokeza kuwa idadi ya akina mama waliojifungua hospitalini iliongezeka kutoka 62% mwaka 2014 mpaka 82% mwaka 2022, huku idadi ya akina mama wanaojifungua nyumbani ikipungua kutoka 52% mpaka 11%. Hii ikisemekana kuchangiwa na mpango wa Linda Mama ambapo huduma za kujifungua zilikuwa bila malipo, na sasa watafiti wamepuliza kipenga kuwa idadi ya akina mama wanaojifungua hospitalini imeanza kupungua. Vile vile kiwango cha akina mama wanaojifungua kwa kutumia wahudumu walio na ujuzi imeongezeka kutoka 41% mwaka 2003 mpaka 89% mwaka 2022 na kupungua kidogo mpaka 88% mwaka huu. Vifo kati ya watoto wachanga vimepungua kutoka vifo 22 kwa kila watoto 1,000 waliozaliwa mwaka 2014 mpaka vifo 21 kwa kila watoto wanaozaliwa mwaka 2025. Elizabeth Atieno, TV47.